Jenista Mhagama amezikwa leo. Katika mazishi hayo paliibuka mtafaruku na Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba akapiga mkwara mzito. Video hii inaeleza mtafaruku huo, mkwara mzito wa Waziri Mkuu, na nini suluhisho la mambo haya. Tuanze na mtafaruku. Jenista Mhagama amezikwa katika makaburi ya Center B yaliyopo kijiji cha Ruanda, Mbinga, Ruvuma. Dr. Emmanuel Nchimbi amewaongoza waombolezaji hao katika kumpumzisha mpendwa wetu Jenista Mhagama. Sasa changamoto iliyojitokeza ni barabara mbovu, kiasi wananchi walilalamikia swala hilo la barabara ambayo waziri mkuu aliiona. Hata waziri mkuu aliiona barabara hiyo. Barabara yenyewe ni barabara ya Kitai kwenda Rwanda mpaka Ndumbi. Sasa waziri mkuu, kutokana na mtafaruku huo, kutokana na sintofahamu hiyo, aliweza kutoa utetezi wake, ama aliweza kutoa maelezo yake, ukizingatia waziri mkuu ndiye mtendaji mkuu wa serikali, ndiye mtendaji wa serikali, anasimamia shughuli za kila siku za serikali. Alitoa utetezi wake. Mwigulu Nchemba kwanza alikiri wazi kwamba spidi hairidhishi, kasi ya ujenzi wa barabara ile hairidhishi, lakini alieleza ukweli ulioibua maswali mengi zaidi. Alieleza kwamba mkandarasi alishalipwa fedha. Sasa kwa nini spidi hairidhishi na fedha imetolewa? Mwigulu Nchemba mwenyewe alitoa majibu, lakini alitoa majibu yenye shaka ndani yake, akiwa na wasiwasi kwamba pengine inawezekana mkandarasi anatumia fedha alizopewa kujenga mradi mwingine. Na waziri alifikia hatua ya kuonya, akaonya kwamba kama fedha aliyopewa kaitumia maeneo mengine, ikamatwe pasipoti yake. Sasa mambo haya siyo mageni. Makala hii inaeleza suluhisho la wakandarasi kuchelewesha kazi. Nini kifanyike? Sikiliza maoni ya mwalimu. Nini kifanyike kukomesha jambo hili la wakandarasi kuchelewesha kazi? Kwa sababu katika kesi nyingi, miongoni mwazo hata suala la wakandarasi kuchelewesha kazi ni miongoni mwa mambo ambayo yamekuwa yakizungumzwa kila siku. Kuta barabara ina miaka haikamiliki, ina muda mrefu haikamiliki. Sasa nini kifanyike kupambana na jambo hili? Jambo la kwanza, kama tunataka kuondokana na jambo hili, msikilize mwalimu, malipo yafanywe kwa kazi iliyokamilika. Inafanyikaje hii? Mkandarasi apewe njia, ajenge kilomita 1, ikikamilika alipwe, halafu aendelee kilomita ya 2, ikikamilika analipwa, anakuja kilomita ya 3, ikikamilika analipwa. Kwa nini? Kwa sababu umeshasema mkandarasi amepewa hela ya awali, lakini barabara haijakamilika, barabara iko vile vile imetulia, na pesa ya awali kapewa. Maana yake tena waziri anakuwa na mashaka kwamba huenda pesa hii tuliyompa anaitumia kujenga mradi mwingine. Sasa hili tuondoke hapa, mkandarasi alipwe kwa kazi iliyokamilika. Sikiliza mawazo ya kizalendo haya. Sikiliza mawazo ya kizalendo. Mkandarasi alipwe kwa kazi iliyokamilika. Umefanya kilomita 1, unalipwa. Unachapa kilomita ya 2, kikamilika unalipwa. Utachelewesha nini? Ukichelewesha ulipwi, unachelewesha fedha yako mwenyewe. Lakini 2, nini kifanyike? Suluhisho la wakandarasi kuchelewesha kazi, nini kifanyike? Malipo yao yasicheleweshwe. Tumesema akifanya kazi kilomita 1 alipwe. Sasa sio kafanya kilomita 1 alafu hajapewa.
Akifanya kilomita 1 alipwe haraka, malipo yasicheleweshwe. Kilomita 1 imekamilika, lipa haraka ili mkandarasi aweze kuendelea na kilomita nyingine zinazofuata. Lakini pia jambo la tatu, wasimamizi wenye taaluma wanaojitegemea wawekwe kusimamia, kwa sababu tukisema barabara ili ijengwe ni mpaka aende waziri mkuu akafoke, mpaka aende waziri mkuu akazungumze. Sasa hii itakuwa ni changamoto. Kwa hiyo tuwe na wasimamizi ambao wana taaluma, wasimamizi ambao wanajitegemea, wasimamizi ambao wanaweza kuwa nje, wasimamizi wenye taaluma wanaojitegemea. Sio usimamizi tutegemee kwamba uwe unafanywa na waziri mkuu. Waziri mkuu kuzurura kukagua barabara, kaenda barabara hii, kaenda barabara hii, kaenda barabara hii. Haya ni mateso kwa viongozi. Kwa hivyo masuluhisho matatu hayo nimeyatoa, kwamba malipo yafanywe kwa kazi iliyokamilika na malipo yasicheleweshwe. Wasimamizi wenye taaluma wanaojitegemea wawekwe pale ili kuweza kusimamia viwango vilivyopo. Kutegemea waziri mkuu aweze kusimamia, haya ni mateso makali kwa viongozi wetu. Sasa watu wanauliza, mwalimu, endapo pasipoti ya mkandarasi huyu itachukuliwa, atahudumiwa na nani? Atakula wapi? Kama pasipoti ya huyu bwana itachukuliwa, endapo, kwa sababu waziri mkuu ameeleza kwamba kama ametumia fedha aliyolipwa kufanya ama kutekeleza mradi mwingine, kama amefanya hayo, atanyang'anywa pasipoti yake. Kwanza ni kueleze kunyang'anywa pasipoti maana yake ni kunyang'anywa pasipoti, maana yake hawezi kuondoka. Hawezi kuondoka kwenda nje, hawezi kutoka ndani. Yaani maana yake anakuwa amekamatwa ndani ya nchi. Kwa hiyo anakuwa hana uwezo wa kutoka. Anakuwa ndani hapa ametulia. Sasa atakapokuwa ndani sasa, maana yake atashindwa kufanya kazi zingine. Kama alikuwa na kazi nje, alikuwa na kazi Malawi, alikuwa na kazi Kenya, hawezi kwenda. Sasa turudi kwenye swali kwamba sasa passport imechukuliwa, huyu mkandarasi atahudumiwa na nani? Nani ambaye atashughulika na mkandarasi huyu? Kampuni iliyomwajiri ndio itaendelea kumshughulikia. Kama ni kampuni ya Kichina, itaendelea kumhudumia mpaka atakapokamilisha ujenzi wa barabara. Kama kampuni itaona kwamba pengine alienda kinyume nayo, itashindwa kumhudumia, atahudumiwa na ubalozi wake mpaka atakapokamilisha. Atarudishiwa pasipoti yake na ataweza kurejea, ama ataweza kuondoka na kuendelea na kazi nyingine. Lakini tu tahadhari, wakati kama ikibainika, natolea mfano kwamba kama sasa itabainika kama ilivyotajwa, fedha hizi amezitumia katika mradi mwingine, ikabainika kwamba zimetumika katika mradi mwingine na akanyang'anywa pasipoti yake, basi niombi tu mtu huyu aangaliwe, mtu huyu aangaliwe, kwa sababu pana mashaka kwamba naye akiamua kulipa kisasi, basi watakaoumia ni dada zetu, kaanza kupata watoto akina Zongli. Basi niwatakie siku njema sana na niwatakie kila la heri. Endelea kumsikiliza mwalimu na kumfuatilia. Shusha komenti yako, weka like yako ili tuendelee kuhabarishana. Nisisitize tu kwa mara ya mwisho, endapo mtu huyu atanyang'anywa pasipoti na ataachwa, na tahadharisha, tuangalie kwa makini. Watakaoumia ni dada zetu. Tutawapata akina Zongli na Lewuda Hoza.